Naitwa Halima Dendego, mkuu wa mkoa wa Singida. Kwa historia kama ulivyosema, mimi ni mtoto wa kwanza kwa baba na mama yangu, lakini ni mtoto wa 11 kwa baba yangu. Kwa hiyo ni mtoto ambaye nimezaliwa na kulelewa katika familia kubwa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulilelewa vizuri katika maadili mema, kwanza ya kidini, lakini pia na maadili haya ya kidunia. Katika kipindi chote nimekuwa nikikua, baba na mama yangu walikuwa wakisisitiza nidhamu, kumcha Mungu, lakini kuwapenda watu wote. Na kubwa sana alikuwa baba yetu anasisitiza sana ni kuwapenda zaidi na kuwakimbilia watu ambao wana changamoto katika maisha. Kwa hiyo muda wote wakati nimekuwa katika maadili hayo. Lakini baada ya kupata ufahamu wa kawaida nikaanza shule. Ninashukuru Mwenyezi Mungu katika shule zote nilizopita, kuanzia shule za msingi, sekondari, mpaka vyuo vikuu, nimepita katika mikono salama ya kwamba walimu na wakufunzi wote wametufundisha katika nidhamu katika elimu, lakini uzalendo, kupenda taifa, lakini na kupenda kujifunza wakati wote. Kwa hiyo hilo nalo limenijengea kuwa mtu wa kupenda muda wote kuendelea kujifunza na kupenda kujifunza. Lakini vivyo hivyo jamii nayo ina mchango mkubwa wa kukutengeneza uwe wewe. Namshukuru pia Mwenyezi Mungu nimekuwa kwenye jamii ambayo ina maadili mema na yamechangia pia kwa kiasi kikubwa kuwa mimi ninaonekana leo. Kwa hiyo ndio historia yangu fupi ya malezi katika ngazi ya familia, malezi katika sekta ya elimu, lakini pia nimepita chuoni kwa maana elimu ya dini. Huko ndio kabisa wanasisitiza duniani na kesho kuna Mwenyezi Mungu, lakini nimelelewa pia katika jamii ambayo jamii pia ni jamii njema ambayo imeendelea kutulea mpaka sasa tumekuwa watoto wema. Katika safari yako ya ukua, kama binadamu nimekutana na changamoto nyingi na wakati mwingine ni kubwa. Kama nilivyosema, mtoto siku zote anapokuwa anamuona baba na mama, anapata fursa kwamba tayari kuna watu na walinzi wa moja kwa moja kumlea. Mimi nilimpoteza mama yangu nikiwa bado mdogo, wakati namhitaji na mtegemea nikiwa kidato cha 3. Hiyo ilishake sana maisha yangu, ilitingisha hasa kwa kumkosa mama. Alikuwa kama rafiki, alikuwa mwalimu kwetu sana mama nyumbani. Yani tukitoka shuleni yeye ndo alikuwa anatufundisha tena masomo ya ziada. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni changamoto kubwa, lakini nikaendelea kuishi kama nilivyosema, kuna jamii, kuna ndugu, tukaenda. Ikaja changamoto tena, nikasahau, nikaanza kusahau mama. Niko mwaka wa kwanza chuo nikampoteza baba yangu. Kwa kweli haya mambo ni makubwa sana katika maisha yangu ambayo alinikuta wakati bado nilikuwa natamani wazazi wawepo, bado nilikuwa nawategemea. Mzigo kwa kweli ni mkubwa na niseme haikuwa rahisi. Kwa sababu nakumbuka mama alipoondoka, mara nyingi familia nyingi wanakuja kugawana watoto kwa ajili ya kuwatunza. Lakini baba yangu mimi alifanya maamuzi magumu. Alisema watoto wake wote aachiwe. Kwa hiyo tulibaki na baba pale nyumbani na mimi nikiwa ndo dada mkubwa. Kwa hiyo nilianza malezi nikiwa katika umri mdogo wa kulea wadogo zangu, lakini kipindi hicho na mimi ndio najilea mwenyewe nasoma. Kwa hiyo haikuwa rahisi sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka za wazazi, majirani, ndugu na jamii niliweza nikavuka salama. Lakini tena sasa alipokuja kuondoka na baba, ina maana ule mzigo wote umekuwa ukinielemea mimi. Lakini na yenyewe pia niseme haikuwa rahisi sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulivuka salama. Lakini mtu anaweza kauliza ni siri gani ambayo labda ilikufanya uvuke salama? Siri namba 1 ni kwanza kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kila linalotokea duniani Mwenyezi Mungu anakupa mlango wa kutokea. Lakini la pili kama nilivyosema, utii na uadilifu na kusaidia sana kupata walezi na wazazi mwingine ndio kilitokea katika maisha yetu sisi. Tulipata mababa wengine, wamama wengine ambao walikuwa wanatulea na kutuangalia kwa karibu. Lakini mimi mwenyewe kama kichwa nilijitambua mapema kwamba mimi ni kiongozi, mimi ni dada wa hii familia. Kwa na mimi mwenyewe nilijiweka katika mstari ulionyooka kuhakikisha kwamba wadogo zangu na wenyewe wananyooka. Na kuhakikisha kwamba wote tunapambana tupate elimu ndio maisha mengine yaje baadaye. Kwa hiyo hilo nalo halikuwa jepesi, nalisimulia kama historia,
lakini halikuwa jepesi. Mimi kwanza nimesoma huku nafanya kazi, kwa sababu nilikuwa na watu wananitegemea. Kwa hiyo sikujiachia kuona kwamba kuna mtu anatusaidia basi iwe ni tunasaidiwa. Kwa hiyo katika kipindi chote nilichokuwa chuo kikuu nilikuwa nasoma huku nafanya part time jobs. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi rasmi kabisa, nilikuwa naomba, najieleza, nikipewa kazi naendelea kufanya. Kwa miaka yangu yote mitatu nilikuwa nafanya kazi ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinanisaidia kuongeza kipato. Lakini pia kwa kutambua hali tuliyokuwa nayo, nilikuwa nafanya kazi zingine ambazo ni za kawaida sana ili kuongeza kipato. Na ndio maana hata nikikaa na makundi mbalimbali hasa ya vijana, huwa nawaambia usichague kazi yoyote ili mradi ile kazi inakupa kipato halali. Kwa hiyo mimi nimefanya kazi hizi ndogo ndogo, kupika mandazi, kupika chapati, sijui kusuka nywele, nimefanya sana. Ili mradi tu mimi nanipa kipato cha kusupport leo raba ya mtoto, leo shati la mdogo wangu, leo mimi mwenyewe nipate pocket money. Kwa hiyo nilikuwa nimefanya shughuli nyingi sana hapo kati. Na wakati ninakumbuka siku moja niliungua vidole hivi. Niliungua. Sitasahau vidole vyote, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu muda umepita vimerudi kama kawaida. Nilikuwa ninasoma, nina mitihani, alafu ninahakikisha ninapika maandazi kwa ajili ya kesho kwenda yakauzwe. Kwa hiyo nikasinzia, badala kuweka andazi kwenye mafuta, nikaweka na vidole. Nilipata maumivu makali sana, lakini niliungua, lakini sikuacha, maandazi yalipikwa na mitihani nilifanya vizuri. Nakumbuka hiyo siku vizuri sana, yani nilikuwa nasoma nachoka na mzigo wa kulea, na niliachiwa wadogo zangu hawa wawili wa mwisho walikuwa wadogo sana. Kwa hiyo muda wote uje uangalie watoto, niliweza kuungua, kuna siku niliungua. Sawa, na ni jambo gani ambalo nikushukuru. Watu huwa wanasema kwanza mtoto wa kwanza akizaliwa anakuaga kiongozi. Kwa sababu siku zote mama anakulea, baba anakulea, anakukuza, anamwambia waongoze wadogo zako. Wadogo zako wanakuangalia. Unajua wewe ndio kiongozi. Kwa hiyo ile inakaa ndani ya akili huku unakuwa kwamba wewe ni kiongozi. Hiyo ni moja. Lakini simulizi. Mama yangu alikuwa ananisimulia sana hadithi jinsi alipokuwa kiongozi mahiri shuleni, lakini jinsi alipokuwa akifanya kazi masomo vizuri. Kwa hiyo hilo nalo lilikuwa linanikaa kichwani. Fanya kama mimi. Mimi kwenye michezo nilikuwa vizuri sana, lakini na darasani nilikuwa vizuri, na bahati nzuri mama alitunza mpaka zile kumbukumbu zake za shule. Akawa anatuonyesha kwa macho. Alikuwa anatufundisha nyimbo zilizokuwa naimba shuleni, ngoma zilizokuwa anacheza shuleni. Kwa hiyo nikaa najifunza na mimi kupitia mama kwamba jambo lolote unaofanya wewe utangulie uwe namba moja. Yaani ana mchango mkubwa sana wa kunifanya mimi kuwa kiongozi. Lakini nimezaliwa na baba ambaye ni kiongozi. Marehemu baba yangu alikuwa ni kiongozi. Kwa hiyo na yeye pia nilivyokuwa nikiona jinsi anavyofanya shughuli zake, jinsi watu wanavyokuja na wasikiliza, wakati mwingine ananichukua tunaenda ofisini, kwa hiyo nikawa natamani. Na kitu ambacho nilimtesaga sana baba yangu, nilikuwa natamani kukaa kiti chake chenye bendera. Kwa hiyo alikuwa akitoka tu huko kazini amerudi, gari imepaki nje labda inamsubiri afanye kitu fulani, ananikuta mimi nimeshakimbia, nimepanda kwenye gari na nimekaa pale kwenye bendera. Kwa hiyo nikija alikuwa ananipiga toka, unaona? Kwa hiyo nilikuwa napenda toka nikiwa mdogo bendera bendera bendera. Namshukuru Mwenyezi Mungu bendera ipo na natembea nayo. Lakini namshukuru sana Mheshimiwa Rais kunipa dhamana ambayo napeperusha bendera, ila nilikuwa naipenda toka nikiwa mdogo. Na kwenye mapito yote haya ambayo uko nayo hivi sasa, nishukuru kama vile ambavyo nimesema, mimi nimekuwa ni mlezi wa familia tangia nikiwa mdogo. Kwa hiyo hata nilipoanza kazi, nilianza kazi nikijua jukumu lililoko nyuma yangu. Kwa hiyo siku zote kwenye kazi ambazo nimefanya nilikuwa ni mtu mmoja makini, msikivu, najituma, nafanya kazi kwa bidii, lakini napenda kukua kazini. Kwa hiyo mara nyingi nikawa napata nafasi ya kuongoza wenzangu. Wakati huo nafanya kazi tu kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo muda wote ule nilikuwa ni mtu mimi wa kujituma na kuhakikisha ni mtu wa kutoa matokeo. Hata niliporudi sasa kurudi kwenye swala la nafasi za kisiasa, kwa kweli nimekuwa hivyo na nimekuwa kiongozi katika uongozi huu rasmi kwa maana hizi nafasi, lakini hata kiongozi wa kundi fulani ambalo kwa wakati huo nilikuwepo. Kwa hiyo mara nyingi nimekuwa ni kiongozi katika makundi ambayo nafanya nayo kazi. Yeah. Na ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo kwenye maisha yako ya kikazi? Maisha ya kikazi changamoto ni nyingi. Ni nyingi kweli. Kiasi kwamba ukizisema tunaweza tukakesha hapa. Lakini kubwa ni kujitambua, ni kujua uko sehemu fulani kwa jambo gani, kujiamini, lakini wakati mwingine kuconsult
kutafuta ushauri kutoka kwa wale ambao wamekutangulia au wale ambao ni groupmates wako. Lakini changamoto namba moja ni changamoto ya kijinsia kama mtoto wa kike. Tumepita mpaka tumefika hapa, tunasema asante. Kwa sababu kwanza unakutana na watu hawaamini kama unaweza, kwa ajili tu ya jinsia yako. Kwa hiyo watafanya matendo ambayo ya kukukatisha tamaa. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni changamoto kubwa. Lakini changamoto zingine ni hizi za kawaida ambazo zinakuta jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Ni kwamba unakutana na mtu anaona yeye anaweza zaidi kufanya kuliko wewe, lakini wewe uko pale juu. Unakutana na changamoto za namna hiyo. Lakini kwa sababu nilishajiandaa vema, niliandaliwa vema katika makuzi, malezi na elimu, basi ninayo namna ya kukabiliana na changamoto hizo. Kwa maana ya masomo tuliyosoma, ya uongozi, ya conflict management, yamenisaidia sana kuweza kuishi katika ndani ya changamoto. Sio kusema kwamba hazipo, zipo tena za kutosha. Za kutosha. Na kwako ni fahari kiasi gani kwa kiongozi ukiwa umebeba matumaini ya wananchi walio wengi? Kwako inakuwa ni fahari kiasi gani kuona walio wengi tumaini lao la kupona liko kwako? Mimi kwangu ni fahari kubwa, na inakuwa ni fahari kubwa pale ninapoona kwamba mategemeo au matarajio ya wale ambao mimi niko mbele yao yametimia. Na siku zote huwa napenda kuona majibu kutoka kwa wale ambao nawaongoza, kwamba wanaridhika na hiki ninachofanya. Na kwa kweli nimejitahidi katika maeneo yote niliyopita, nimeacha alama ambayo watu wananikumbuka kwamba alikuwepo hapa fulani alifanya hivi, kuanzia sekta binafsi mpaka hapa nimekuja kwenye serikali siku zote. Na tumefundishwa na viongozi wetu kwamba Halima, nakupa hii nafasi, ninakutegemea utaenda kuacha alama katika eneo ambalo ninakupa. Kwa hiyo unapewa majukumu, lakini na msisitizo kwamba kule unakoenda kufanya, basi ukiondoka wenzako wakukumbuke kwamba kuna hili ulifanya, kuna hili ulifanya. Kwa mimi kwa kweli najisikia mwenye furaha na nasikia fahari kubwa kuona kwamba maeneo yote ninayopita ninaacha alama. Na unadhani siri ya mafanikio ni nini? Kama nilivyosema, siri ya mafanikio yenyewe ya kwanza ni kujitambua. Ujitambue wewe ni nani na unataka nini. Lakini siri ya pili ya mafanikio ni kusimamia ile misingi ambayo unaamini wewe ni misingi sahihi. Sio kuyumba kirahisi. Safari ya maendeleo, safari ya uongozi sio nyepesi. Kwa hiyo lazima uwe na msimamo kwamba kwenye hili chochote kitakachokuja, lakini mimi lazima nisimame kwenye hili. Lakini siri ya tatu ni kuhakikisha kwamba yale yote yaliyokufanya wewe ukawa wewe, kwa maana ya elimu, orientations na majukumu uliopewa, unayasimamia. Unayasimamia tena katika ubora ambao unatakiwa. Lakini siri namba 4, unapokuwa kiongozi unaongoza watu, au uongozi wa nyama. Kwa hiyo wakati mwingine uvumilivu unatakiwa kama kiongozi. Tumezaliwa tofauti, tumekuwa tofauti, tumelelewa tofauti, na watu wote hawezi kufanana. Kwa hiyo siwe tu mradi mimi ni kiongozi siku zote iwe ni sikukuu. Hapana, kuna wakati mwingine unapata challenges, usikate tamaa na ujue unaongoza watu, wasikilize. Na siri namba 5, ushirikishaji. Hakuna jambo gumu kama utashirikisha wenzako na kuwaamini kwamba na wenyewe ni sehemu yako na wanaweza wakafanya. Kuwa mwazi, kuwa ni mtu ambaye hubadiliki, msimamo wako uwe watu wanaujua katika mambo yale ya msingi. Naamini kabisa yanakufanya siku zote unafanikiwa katika kuhakikisha kwamba mambo yako yanapita. Na kwa vijana ambao wanapitia changamoto katika elimu, biashara, ajira, na pengine wengine wanakaribia kukata tamaa hivi sasa, ungependa kuambia nini? Mimi vijana wa sasa huwa kwanza nawashangaa. Ninawashangaa kwa sababu katika kipindi kuna fursa nyingi za mikononi kabisa ni sasa. Kijana anapata elimu bure. Anaanza awali, anaenda msingi, anaenda sekondari, anaingia chuo kikuu, anapewa huo mkopo ni sawa, anasoma bure, atakuja kuulipa baadaye. Kwa hiyo swala la kijana ambaye anataka kusoma hamna changamoto. Lakini anapotoka amesoma, kuna mwingine wachache wanapata fursa ya ajira ya moja kwa moja. Lakini yule ambaye hana ajira anaambiwa atumie elimu yake, aje na wazo, serikali inamwezesha. Unanielewa? Hizo fursa hazikuwepo.
wakati sisi tunasoma hazikuwepo. Kwa hiyo mimi niwaambie tu vijana watulie, katika kipindi wana nafasi kubwa ni sasa. Wasifate tu hii mikumbo hii, leo wako huku kesho wako huku. Jipiganie wewe mwenyewe kwanza. Lakini we kijana unataka nini? Pigania ndoto zako. Hamna ndoto za watatu au ndoto za wanne. Ndoto ni ya Halima na itabaki kuwa ya Halima. Maana sasa hizi pia tunaona ile mob psychology. Watu wanaenda kimakundi. Tunadanganyana tu. Kuna kipindi utaachana na kila mtu, unabaki we peke yako. Kwa hiyo mimi kubwa ambalo naweza nikawaambia vijana, na sisi tulikuwa vijana kama wao. Tena tumepita kwenye mazingira yenye changamoto kuliko sasa. Wapiganie ndoto zao. Wakipigania ndoto zao watafanikiwa kabisa, watafanikiwa. Fursa ni nyingi sana katika kipindi hichi. Tena ziko wazi kabisa vidoleni. Na ukiangalia safari yako sasa ya maisha tokea utotoni mpaka hii leo, ni somo gani kubwa muhimu ambalo unatamani kila Mtanzania aondoke nalo kwenye maisha yake? Mimi kubwa na la kwanza ambalo nataka niwape Watanzania wenzangu, la kwanza kabisa ni kumweka Mungu karibu. Mimi leo ukiniambia nisimulie ushuhuda wa Mwenyezi Mungu, naweza nikafika kesho. Kwamba ukamjua, ukasimama naye, ukasema naye, majawabu yanapatikana. Hilo la kwanza. Yaani hilo mimi natembea nalo, na ukiniambia nitoe shuhuda hapa zitakuwa ni nyingi sana. Lakini la pili, wale waliobahatika kuwapata baba na mama, wapo wazazi. Tuheshimu sana wazazi wetu. Wao ni chanzo kikubwa cha mafanikio yetu. Hili ni la msingi sana. Vijana saa hizi wanakimbia sana wazazi wao. Kwa namna yoyote atakayokuwa mzazi wako, ana baraka kubwa kwako, ni mzazi wako atabaki kuwa mzazi. Lakini la tatu sasa, unapokuwa umekuja kwenye hii dunia hii sasa ni ya sayansi na teknolojia. Bila elimu utoboi. Kwa hiyo vijana wawekeze kwenye elimu, na elimu wala uchelewi. Muda wote tu ukifanya mabadiliko, wewe unasoma katikati mpaka mtu mzima. Wewe mwenyewe tu kijiaminisha unataka kusoma, unasoma katika muda wote. Hakuna anayechelewa kwenye elimu. Vijana jamani, wawekeze kwenye elimu. Inakupa maarifa mapana ya wewe kukabiliana na mazingira yoyote utakaye kutana naye. Hilo ni la tatu. Lakini la nne, vijana mimi nataka niwaambie, hakuna nchi nzuri kama Tanzania. Tuitunze, tuilee, tuipiganie Tanzania yetu ili ndoto zetu ziweze kutimia. Huwa tunasafiri sisi. Ni ngumu katika baadhi ya maeneo tu yanayotuzunguka. Ni ngumu kijana kutoboa. Lakini sisi hapa kijana akijipanga vizuri popote pale anatoboa. Hauhitaji wewe uwe mtoto wa nani, wala hauhitaji wewe uwe na nani nyuma yako. Ni wewe kupigania ndoto zako. Yeah. Na dhana ya kazi ni kipimo cha utu. Kwako wewe ina maana gani ama unaitafsiri vipi? Mimi naitafsiri kwamba kazi ndio kila kitu. Bila kazi, hata Mwenyezi Mungu anasema asiyefanya kazi na asile. Maana yake alikuwa anajua Mwenyezi Mungu bila kutoka jasho huwezi kupata riziki. Sawa? Na ili wewe uwe mtu katika jamii, lazima utuonyeshe unafanya nini na riziki yako inatokana na nini. Lakini wewe ukiwa ni mtu mbabaishaji tu, unategemea leo asubuhi uende kwa Halima ukanywe chai, mchana aje kwako apate chakula cha mchana, utu wako unakuwa haupo pale. Kwa hiyo heshima yako, utu wako ni nini unacho mkononi mwako. Sasa ukiongeza na kuheshimu kazi yenyewe, maisha yameenda. Ni kwa nini huamini katika changamoto? Sio kwamba siamini katika changamoto, nimepita kwenye changamoto nyingi na nikatoboa. Kwa hiyo ninachoamini mimi kwamba changamoto ukiijua, ukaamua kuifanyia kazi, ukashirikisha na wenzako, unatoboa. Unatoka. Kwa sababu ni mtu ambaye nimepita kwenye changamoto kubwa ambayo ingekuwa mwingine saizi amekata tamaa au hayupo kabisa. Lakini kama mimi niliweza katika mazingira yale nikatoboa, ina maana hakuna changamoto ambayo itafanya nini? Itamsumbua binadamu yote kama atashirikiana na binadamu wenzake, watatumia akili Mwenyezi Mungu alizowapa kuitatua changamoto. Na hiyo mifano hai tunaiona. Ni mambo makubwa ambayo yalikuwa ni ya kihistoria, ni changamoto katika taifa, lakini leo yametatuliwa. Kwa hiyo mimi sio kwamba sijapita au sijui kwamba kuna changamoto, lakini mimi naona mtu anayekumbatia changamoto ni mvivu wa kufikiri. Ni mvivu wa kufikiri. Kuna jambo lolote la mwisho la kumalizia pengine?
Mimi wakati natoka Iringa ninakuja Singida, wote nyinyi ni mashuhuda. Unapoondoka mkoa mmoja unaenda mkoa mwingine, katika kazi zetu hizi unaweza wakati mwingine usijue ni kwa nini umetoka. Katika hali ya kawaida unajua tu ni mgawanyo wa kazi na Mheshimiwa Rais ameona huku wewe utoke uende huku. Lakini mimi angalau nilipata bahati ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kunielekeza moja kwa moja kwamba ninakupeleka, nenda ukailee Singida. Maneno yale yalinipa nguvu, na ndio nguvu hiyo inatembea mpaka leo katika akili yangu, katika mwili wangu. Kwa hiyo nilikuja hapa nikijua nina jukumu kubwa la malezi. Nikakumbuka yale unayosema nilikotoka. Kama niliweza kulea wale, basi na hao wengine nitaenda kuwalea. Kwa hiyo nikaja na nguvu mpya ya malezi. Na hata hapa nilipojiweka nimejiweka kama mlezi. Ninapotembea natembea kama mlezi. Lakini la pili, unapotoka kwenye eneo ambalo unaona kidogo limeenda mbele, alafu unaenda kwenye eneo la changamoto, mimi huwa napenda. Kwa sababu ukienda kwenye eneo ambayo ina changamoto kubwa, ndio pale umahiri wako unaweza kufanya nini? Kaonekana. Kwamba kuna kazi kubwa hapa inafanyika, kwamba Singida sasa tunapindua meza. Ni rahisi mtu kusikiliza kuliko kusikiliza mtu ambaye tayari alishaingilia. Lakini kama kawaida yangu ninapoenda sehemu huwa napenda kujua sehemu ninayoenda. Naenda kukutana na nani, katika hali gani. Kwa hiyo nasomaga literature za eneo hili. Kwa hiyo nikiwa nasafiri kuja Singida nikawa nasoma Singida ni nini. Kwa hiyo nikaijua Singida vizuri, mafanikio yake na changamoto zake. Kwa hiyo nilipofika nikasema mafanikio nitaendelea kuyapigia makofi. Mimi napambana na changamoto. Kwa hiyo nilifarijika kuja katika eneo jipya, kuja kukaa na watu wapya, kuja kuona maendeleo mapya, kuja kuona changamoto mpya, na mpaka sasa nimeshazizoea, tunaendelea nazo kuhakikisha kwamba malengo ya serikali yanatimia. Wewe ni mkuu wa 22 kwa Singida tangu mimi sijui hata nimefanya nini, lakini ninachokijua tu kwanza sikuingia kwenye makundi ya hili langu ili si langu. Mimi wote nimewakumbatia, na kila mmoja anapokuja mbele ya uso wangu anapata huduma stahiki, na kila mmoja anaponiita na changamoto yake anapata huduma stahiki. Kwa hiyo leo utanikuta niko Itigi, kesho niko Manyoni, nimeingia Malaikungi, mara niko Singida mjini, mara niko huko Nyirambani. Kwa hiyo nimejitahidi kubalance na kuhakikisha kwamba siingii kwenye kundi lolote. Na hiyo ndio sifa ya kiongozi. Huwezi kuwagawa watu. Ukiwagawa watu huwezi kufanikiwa. Lazima wale watu wewe ni unawatamia pamoja. Hilo ni moja. Lakini la pili, sisi tuna mila zetu na desturi zetu ambazo ziliwafanya sana wazazi wetu waishi vizuri. Hizi mila za utani na kutaniana hizi. Kwa hiyo mimi ile nayo nimeitumia kama tool mojawapo ya kuunganisha watu pamoja, na inashika kasi kweli kweli. Sasa hivi hata tukikutana kwenye mkutano wanataniana, wanacheka, tunakwenda. Unaondoa zile hasira. Kwa hiyo wazee wetu walikuwa na akili sana. Mnyiramba anamtania Mnyaturu, Mnyaturu anamtania Mnyiramba. Na mimi naingia katikati naambia haya sasa na mimi wa Morogoro siku zitafanya nini? Zinakwenda. Kwa hiyo mimi nafikiri tunaenda vizuri, Mwisho kabisa kwa upande wangu kwenye alama ambazo umeziweka. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini wa pili ni kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake anayoongoza. Ninaweza nikawa na mambo mengi nataka kufanya, lakini bila uwezeshaji nikajikuta nimefeli. Kwa hiyo ninayo bahati kwamba mkoa wetu wa Singida kama ilivyo mikoa mingine imekuwa ni katika kipindi ambacho kina baraka ya kuwezeshwa na kupata fedha, rasilimali watu na vitendea kazi. Kwa hiyo kadri vinavyokuja na mimi ndio nakuwa sehemu ya mafanikio haya. Kwa hiyo ndani ya huu muda mfupi ambapo mambo mengi yalikuwa ni historia yameweza kufanyika nikiwepo hapa, ambapo najua hata siku nikiondoka watu watasema kipindi cha Halima. Umeona? Kwa hiyo na mimi anapotokea nafurahi kweli kweli, sasa hapa watanikumbuka kipindi cha Halima. Tumejenga mashule, tumejenga hospitali, tumejenga mazahanati mengi sana katika kipindi hiki cha miaka 4 hii ya Dr. Samia iliyopita. Lakini kuna mambo makubwa kabisa yanaendelea sasa hivi ambayo bado watu watayakumbuka, watasema ni kipindi cha Mheshimiwa Halima alikuwepo hapa. Tumefungua juzi Mahakama Kuu Kanda ya Kati.
ilikuwa ni kiulio, ilikuwa ni lalamiko, ilikuwa ni wimbo, lakini leo iko hapo. Watasema kipindi gani? Alikuwepo Mheshimiwa Dendego hapa. Ndio. Lakini tunafungua ofisi ya mashtaka iko hapa. Kubwa, ni mradi mkubwa kweli kweli. Kipindi cha nani watasema? Ni kipindi cha Dendego aliyokuwepo. Ndio. Lakini leo ukienda hapa TIA kuna dude kubwa kweli kweli linaota. Lakini nimeikuta chuo chetu cha utumishi kiko pale kimepanga mandewa. Leo kiko kule kwenye majengo yao. Yote watasema kipindi cha Mheshimiwa hii baraka ilitu, lakini mwenye baraka kubwa ni Mheshimiwa Rais na serikali anayoongoza. Kwa sababu anatuwezesha sisi huku mikoani kuhakikisha kwamba zile ndoto za utekelezaji wa ilani zinatimia. Lakini hata ukienda leo kwenye jengo letu la chama, bado na mimi ile historia haitaniacha. Ni mjumbe wa kamati ya siasa, niko na wenzangu tunajenga. Lakini sasa kipindi chao na mazamlata hiki, jengo hili limejengwa. Kwa hiyo yako mengi na tutegemee mengi yanaenda kuja sasa. Kwa hiyo mimi ninashukuru sana hata Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wetu na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipindi cha Mheshimiwa Dendego tulipata waziri mkuu. Yaani unaona Mungu anazidi kubariki. Kwa hiyo mimi nasema imefanyika baraka katika mambo yote haya. Kubwa tumuombee sana Mheshimiwa Rais. Matarajio yake ni makubwa na matamanio yake ya maendeleo katika mikoa yote ni makubwa sana. Yeah. Lakini mkoa sisi kama yalivyo maeneo mengine, kila mtu anaangalia mazingira aliyokuwa nayo, fursa aliyokuwa nayo inayoweza kuendeleza wananchi wake kwa haraka, ndio anaanza nayo. Kwa hiyo kiasili tunafanya kilimo, si ndio? Tunafanya Singida mifugo, lakini sisi namba 3 yetu ni madini, na namba 4 yetu utalii, namba 5 yetu uendelezaji wa rasilimali watu. Haya mambo tumekubaliana matano haya. Kuna haya matano, mawili tayari yalishafika mbali. Lakini yote mkiwa mashuhuda, dhahabu ndio inatema sasa. Kipindi cha nani hicho? Cha Dendego. Lakini kumbe ndio muda wake umefanyaje? Umefika. Kwa hiyo madini sasa na yenyewe yanapindua meza. Umeona? Lakini vivyo hivyo na utalii tumeweka kama jambo letu la msingi. Sisi tuna vivutio kama vilivyo vivutio maeneo mengine. Na huenda tunavyo vya zaidi ambapo ukivibeba vinaweza vikabeba sifa kubwa. Kwa hiyo kubwa sasa hivi tunachojipanga nacho ni uendelezaji, kuvitangaza kwa nguvu kubwa, kuwekezaji katika maeneo yetu ya utalii ili na sisi utalii wetu uweze kushika kasi na uweze kuzalisha kama ilivyo maeneo mengine. Lakini hili ni takwa la serikali. Na umeona kabisa Mheshimiwa Rais mwenyewe amesimama kama nguzo kuu kusimamia kuhakikisha kwamba sekta ya utalii inakuwa na inachangia pato la taifa kwa zaidi ya 25%. Kwa hiyo na sisi tuko kwenye hii safari. Kwa hiyo mtaona mabadiliko muda mfupi ujao. Tunaendelea kujipanga ya. Tunakaribia kwenye AFCON mwakani na Singida ni mkopo katikati ya nchi. Ni kwa namna gani kama mkoa mnaiona fursa kuelekea AFCON hii? Ya AFCON kama unavyotambua ina utaratibu wake, ina mipango ambayo ilishawekwa. Lakini haizuii sisi Singida kufanikiwa nje ya mipango ile iliyowekwa. Na sisi tumelitambua hilo. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea kujipanga ili angalau kipindi kile cha mapumziko watu wanakuja Singida kula kuku. Hiyo nayo ni faraja. Kwa hiyo tumejipanga AFCON na sisi na Singida tumo. Na sisi tumejipanga zaidi kwenye huduma. Kuhakikisha kwamba watacheza, wataweka kambi, lakini mazoezi twende tukafanye Singida. Kuku twende tukale Singida. Kwa hiyo na hilo nalo tumelibeba kama fursa kwa sababu hapa na Dodoma ni karibu sana. Na tutatangaza kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba katika maeneo ambayo hizo timu na wale washangiliaji wanaokuja, maeneo ya kupumzika mojawapo pia ni sisi Singida. Yeah. Lakini mmejipangaje sasa kuwapokea wageni wale ambao watakuja, miundombinu, mazingira, ukarimu na kila kitu mmejipangaje? Sisi tumejipanga kwanza kuimarisha viwanja. Tayari tuna Airtel pale. Bombardia hiyo inaenda kubadilika, haitakuwa hivyo ilivyo. Liti inaenda kubadilika, haitakuwa hivyo. Iramba kule kuna kiwanja kinaenda kubadilika, hakitakuwa hivyo. Tumekubaliana Manyoni kiwanja kile cha mazoezi na chenyewe kibadilike. Ili wanapokuja wanasema tusikae tu bure na mazoezi tufanye. Lakini sasa hivi ukizunguka katika mji wetu huu, wale ambao walianza kuwekeza mahoteli afu wakatelekeza, wote sasa hivi wanamalizia. Kwa maana nini? Kuja ku accommodate watu watakaotaka kuja kukaa na kuenjoy. Kwa hiyo tunatengeneza pia na mazingira ya burudani, lakini pia tutakuwa na mambo mengine ya katikati hapa, siku za tamaduni, siku za nini, ili amshamsha iwepo kweli watu watamani kuja huku Singida. Kwa hiyo tunajipanga
Kadri Mwenyezi Mungu atakapotusaidia, tutakapofika na sisi angalau kale kamkate tukale kidogo. Neno la kumalizia kwa Wanasingida, Tanzania, hasa vijana. Mimi kwa kumalizia niseme kwamba kwanza nawashukuru sana kwa kuja leo TBC, mko hapa. Sisi ni viongozi, tunaongoza watu, na wakati mwingine kiongozi unaposema unawatia watu moyo na nguvu ya kufanya. Lakini kubwa nachotaka kuambia, maisha ni juhudi. Maisha ni kupambana. Mafanikio sio lele mama umekaa mezani kwa kuota tu ndoto yatakuja. Mafanikio lazima ujitoe na kupambana. Lakini katika kujitoa kwako unaangazia zile fursa ambazo zinakuhusu uweze kuzitumia vizuri ili uweze kufanikiwa. Na mafanikio au maendeleo hata kuletea mtu kama wewe mwenyewe hauyaishi. Wewe ndio uwe chanzo na mchokozi wa mafanikio yako. Lakini kubwa kwa Wanasingida, ndugu zangu, mimi niko nao katika kipindi chote ambacho niko Singida na nitakachoendelea kwa mkoa wa Singida. Mimi niwaahidi tu uongozi ulio bora, uongozi ambao unajali maslahi mapana ya wananchi, lakini ushirikiano mkubwa sana katika kuhakikisha tunakabiliana na changamoto ambazo jamii zetu zinakabiliana nazo. Shukrani sana. Yeah. Asante.